Nipo hapa kwa ajili ya kuzungumza habari ya vipodozi vilivyopigwa marufuku au vipodozi vyenye viambato vyenye sumu. Kwanza tunafahamu kwamba vipodozi ni bidhaa ambazo zinatumika na binadamu kwa ajili ya kusafisha sehemu za mwili, kwa ajili ya kuremba au kwa ajili ya kuleta mvuto katika sehemu za mwili wa binadamu. Zinaweza kutumika kwenye ngozi, kwenye nyusi na sehemu nyingine za mwili ambapo vipodozi hutumika. Isipokuwa vipodozi havitumiki kwa matumizi ya tiba, na kwa mujibu wa kanuni na sheria vipodozi havitumiki kwa ajili ya tiba. Lakini katika vipodozi kuna viambato ambavyo vinapatikana katika vipodozi. Kuna viambato ambavyo vinaruhusiwa ambavyo havina madhara kwa afya, na kuna viambato ambavyo vinakuwepo kwenye vipodozi lakini vina madhara kwa afya ya binadamu. Na ndipo linapokuja swala la vipodozi ambavyo vimepigwa marufuku. Kwa hiyo vile viambato ambavyo havina madhara kwa binadamu, vile ni salama kwa matumizi. Lakini viambato vyenye madhara au viambato vyenye sumu vinavyoleta madhara vikiwemo kwenye vipodozi, ndipo kipodozi husika kinakuwa kipodozi kilichopigwa marufuku. Na madhara ya matumizi ya vipodozi vyenye viambato vyenye sumu ni madhara ya kiafya. Kwa mfano, madhara katika ngozi, kusababisha miwasho, kutoa makovu. Lakini kuna viambato vyenye sumu vingine vilivyomo katika vipodozi vinaleta madhara ya kiafya katika mfumo wa uzazi, na viambato vyenye sumu vingine huleta madhara ya saratani. Kwa hiyo ndio maana kwa mujibu wa sheria, Shirika la Viwango Tanzania limekasimishwa kazi ya kusimamia udhibiti wa ubora wa vipodozi. Na katika kusimamia kazi hiyo, ili kulinda afya ya Mtanzania, vipo viwango vya kila bidhaa ya kipodozi ambavyo vinatoa mwongozo wa quality au ubora wa hicho kipodozi. Lakini pia kiwango kinatoa mwongozo wa wazalishaji wa vipodozi na waingizaji wanaoingiza kutoka nje ya nchi, namna gani wanaweza kutengeneza vipodozi katika ubora au quality inayotakiwa. Kwa hiyo ndio maana Shirika la Viwango Tanzania kwa mujibu wa sheria limekuwa likifanya udhibiti wa ubora wa bidhaa hizo zinazotoka nje na zile zinazozalishwa ndani ya nchi. Lakini katika kudhibiti ubora pia, taarifa mbalimbali hutolewa kwa Watanzania au kwa watumiaji wa vipodozi ili kupata taarifa mbalimbali zinazohusu vipodozi, zinazohusu madhara yatokanayo na hivyo vipodozi. Na kwa mfano, orodha ya viambato vyenye sumu inapatikana katika tovuti ya Shirika la Viwango Tanzania, ambapo ukifungua utakuta kuna orodha ya viambato vyenye sumu takribani 1700 ambavyo haviruhusiwi kuwa katika vipodozi. Lakini pia ukifungua website ya Shirika la Viwango Tanzania utakuta orodha ya vipodozi vilivyopigwa marufuku, ambapo kuna orodha ya vipodozi takribani 300 ambavyo vya aina mbalimbali ambavyo vimepigwa marufuku. Lakini pia ili kupata taarifa mbalimbali zinazohusu vipodozi vilivyopigwa marufuku pamoja na orodha ya viambato vyenye sumu, nitoe rai kwa Watanzania wote kutembelea Shirika la Viwango au kutembelea tovuti ya Shirika la Viwango ili kupata taarifa hizo, ambazo taarifa nyingine zinapatikana library au maktaba ya Shirika la Viwango Tanzania, lakini pia katika tovuti kama nilivyokwisha kueleza. Shirika la Viwango litaendelea kutoa elimu kwa umma kupitia vyombo vya habari na pia kutoa elimu kwa wananchi. Tunapenda kuwafahamisha wananchi kwamba
pindi wanapokwenda kununua bidhaa za vipodozi ni vizuri kuzingatia kwamba vipodozi hivyo vimesajiliwa na TBS. Na tunapenda kuwaeleza kwamba kama mwananchi yeyote atakutana na vipodozi ambao vina viambato vimepigwa marufuku, ni vizuri akaitaarifu TBS ili TBS ichukue hatua za kuondosha bidhaa namna hiyo sokoni. Mfano wa viambato ambao vimepigwa marufuku kutumika kwa vipodozi ni kiambato cha butyl phenyl mesylpropanol, ambacho kiambato hichi mara nyingi kinatumika kwenye perfume. Lakini pia kuna kiambato kingine ambacho kinatumika sana kwenye lotion na cream, kinaitwa hydroquinone. Kiambato hichi hakiruhusiwi kabisa kutumika kwenye vipodozi. Lakini kuna viambato vingine kama steroid, kuna zinc peroxide, lakini kuna viambato vingine ambavyo tunaita ni drug ingredient, ambavyo ni viambato dawa ambavyo haviruhusiwi kabisa kutumia vipodozi. Kwa hiyo mwananchi anaweza akaona viambato kama hivyo, ni vizuri akaitafuta TBS. TBS ichukue hatua stahiki za kuondosha bidhaa hizo sokoni na kuchukua hatua za kisheria dhidi ya wafanyabiashara ambao sio waaminifu, ambao huwa wanaingiza bidhaa za vipodozi zenye viambato vilivyopigwa marufuku. Lakini pia tunapenda kuwaeleza wananchi kwamba pindi wanapokwenda kununua bidhaa za vipodozi ni vizuri kuzingatia na kuangalia. Kwa mfano, kuna vipodozi ambavyo vinafahamika tangia zamani kwamba vimepigwa marufuku kutumika. Kwa mfano, vipodozi kama keratin body lotion, au kuna BB Clear, au kuna kipodozi kinaitwa Viva Cream, kuna kingine kinaitwa Lemovet, kipodozi kingine kinaitwa Princess Cream, kuna kingine kinaitwa Mekako, kuna kingine kinaitwa Milk Lotion. Hivi ni vipodozi ambavyo vimepigwa marufuku kwa sababu vinawaletea madhara watumiaji. Lakini pia kuna sabuni kama Jaribu. Hivi ni vipodozi ambavyo vishapigwa marufuku siku nyingi kutumika kwa watumiaji. Hivyo watumiaji wanapoona hizo bidhaa sehemu yoyote, ni vizuri kuitaarifu TBS kupitia namba zetu 08 0011 0827 ili TBS ichukue hatua kwa dhidi ya wafanyabiashara ambao sio waaminifu, ambao wanafanya kwa makusudi kuingiza vipodozi ambavyo vina viambato ambavyo vinaweza waletea madhara watumiaji. Lakini pia tunapenda kwa taarifu umma na wananchi kwa ujumla kuwa pindi wanapokwenda kwenye maduka kununua vipodozi ni vizuri kuzingatia kuangalia alama ambazo zimewekwa kwenye vipodozi. Kwa mfano, mtumiaji anapokwenda ni vizuri akaangalia kwenye kipodozi kama kuna picha ambayo inamuonesha mtu ana rangi nyeusi na nyeupe. Kizungu tunaita before and after. Sasa mwananchi akiona kipodozi ambacho kina before and after, kina picha ya mdada ana rangi nyeusi na mwingine mdada ana rangi nyeupe, maana yake moja kwa moja kipodozi hicho ndani yake kitakuwa na viambato ambavyo vimepigwa marufuku. Kwa hiyo ni vizuri mwananchi vipodozi vya namna hiyo wasivinunue. Au mwananchi atapoenda anakutana na kipodozi kimeonyeshwa 7 days au after 3 days, ni moja kwa moja hicho kipodozi ndani yake na viambato ambavyo vimepigwa marufuku. Kwa hiyo tunasihi wananchi vipodozi ambavyo vina maandishi ya namna hiyo au maelezo ya namna hiyo wasivinunue, kwa sababu ndani yake vina viambato vimepigwa marufuku. Kwa sababu dhumuni ya kipodozi ni kumpendezesha mtu, lakini sio kubadilisha muonekano wake. Kwa hiyo mwananchi anapoona kuna bidhaa imeandikwa kwamba ndani ya siku 7 atabadilika rangi ya ngozi yake, maana yake ndani yake kwenye hicho kipodozi kuna kiambato ambacho kina madhara kwa mtumiaji. Kwa hiyo tunawasihi wananchi wanapokwenda madukani wakiona vipodozi vina picha zinaonesha mtu mweupe, mtu mweusi, au kwa Kiingereza wanasema before and after, au imeandikwa namba kwamba 7 days au 14 days au 3 days, hivyo vipodozi wasivinunue, kwa sababu ndani hivyo vipodozi vina viambato ambavyo ni viambato sumu ambavyo vinaweza kuleta madhara kwa mtumiaji.